Kaka, karibu sana na pole sana kwa msiba huu mzito. Asante. Kwa hakika ni siku ngumu sana, na ngumu zaidi ni kumzungumzia Charles Hilary kama ambavyo umesema, kwa sababu Charles katika hali ya kawaida alikuwa binadamu wa tofauti kiasi. Watu waliofanya kazi na chini ya idara zetu ambazo mimi na Charles tukiziongoza, kwa mfano tuseme Radio UFM pamoja na sports hapa Azam Sports, walikuwa wanajiishi wanaongozwa na watu wa ajabu ajabu hivi kwa staili yetu tu ya maisha ya kawaida na uongozi pia. Kwa hiyo tulikuwa tukifanana hivi mambo yetu, tuonekana kama watu wa vituko na nini, lakini ndio mambo yanaenda, na ndio na umesaidia neno zuri kidogo. Lakini Charles nimefanya naye kazi kwa mara ya kwanza. Kufanya naye kazi, nimefanya naye kazi huko BBC, idhaa ya Kiswahili ya shirika la utangazaji la Uingereza. Kwa hiyo tumefanya kazi pamoja, na baadaye wakati Azam sasa imeanzishwa 2013, miaka miwili baadaye, tume mwaka mmoja, kwa maana ya Desemba 2014, aliyekuwa kiongozi wa kampuni hii, mzee wetu Tido Mhando, akawa anatafuta nguvu ya kuliendesha hii kampuni yenyewe. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba unatafuta wale ambao ni wa kaliba ya juu kabisa ya kuweza kusaidia kuendesha kampuni hii. Kwa hiyo katika kutafuta hawa watu, ilikuwa miongoni mwao alinifuata mimi hapa na Charles na wengine ambao walikuja hapo baadaye, lakini mimi ndiye nilifungua milango ya watu waliokuwa BBC kuja hapa Azam. Sasa nilikuja Januari kabisa, Januari mosi nilianza kazi hapa mwaka 2015. Charles kaja mwezi April, na ni mimi alikuwa akinisumbua sana, pamoja si yeye na wenzetu wote ambao BBC walikuja hapa, wote walikuwa wakinipigia bwana vipi, lakini hali iko sawa huko na vipi, maana walikuwa kila mtu anatongozwa kwa namna yake na mzee Tido. Kwa hiyo anampa matumaini yake na maelezo, lakini wanarudi kwangu, wewe umeshaingia vipi, mambo yakoje? Kwa hiyo nilimshawishi, naweza nikathubutu kutamka, nilimshawishi, pamoja na kwamba alitafutwa na Tido Mhando, lakini alitaka uthibitisho kwa mimi niliyetoka BBC kuja hapa kwamba hali iko sawa kweli. Akamwambia yes, hapa kwa vizuri, njoo wala usiwe na wasiwasi mambo, lakini sisi tunatakiwa kuyaweka vizuri zaidi, kwa sababu mazingira ya watangazaji wa kaliba ya juu ambao tulikuwa tumekwisha fika, Mtanzania yoyote popote alipo anasikia fahari akiwasikia hao Watanzania wanaofanya kazi BBC na kwingineko. Kwa hiyo Charles alikuja kutujoin hapa mwezi April mwaka huo 2015, na alivyokuja, mimi ndio muasisi wa Azam Sports, hii idara ya michezo. Kwa hiyo yeye alikuja akapewa idara nyingine, akapewa kwenda kuiweka sawa radio ambayo ndio ilikuwa inaanza hivyo. Mimi nikawa nipo sports, mimi peke yangu na yeye kwa peke yake kule. Baadaye kufikia Oktoba, Charles akaja sports, akawa mkurugenzi sasa. Kwa ndio bosi wangu wa mwanzo, baada ya miezi kama miezi 8-7 hivi ya kuwa naongoza Azam Sports peke yangu. Kwa hiyo nikakaa naye mpaka katikati hapo, ilikuwa 2000 na ngapi hivi, nafikiri 17, kufanyika mabadiliko 2017 mwezi Februari, nikapata mkurugenzi mwingine mpya, Bwana Patrick Kahemele, na Charles akapelekwa kwenye production. Alafu akakaa huko, mimi nikabaki hapo sports. 2019 Januari 17, mimi na Charles wote tukapelekwa kuongoza radio. Tukakaa pamoja mpaka Januari mosi, yani tuseme Desemba 30, 2021, Charles akawa amepata uteuzi wa nafasi ambayo amekwenda nayo mpaka amefariki alfajiri ya leo, akiwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais, Ikulu Rais Zanzibar, na msemaji mkuu wa serikali ya Zanzibar, ambapo aliondoka Desemba 30, 2021. Kwa mimi nikapandishwa kuwa mkuu wa hiyo radio kuanzia Januari mosi 2022 mpaka sasa. Tumeendelea kuwa pamoja muda wote, na nilizungumza naye wiki moja iliyopita, kuna mambo kadhaa tulikuwa tunazungumza. Kwa kifupi, Charles ana damu na jasho lake kwenye kampuni hii, na zaidi kwenye sports, radio na hata production. Alikuwa mkurugenzi wa idara ya production pia hapa. Kwa amekuwa mkurugenzi wa idara 3 katika kampuni hii.
sports na production pamoja na radio. Baron, msiba ni wa kwetu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tunafahamu De Charles ni mtu wa watu, ni mwana michezo. Hapana shaka wengi wangependa kushiriki msiba wake. Una taarifa zozote za ratiba ya msiba wake, uko wapi? Na kabisa, japo bado taarifa zinaendelea kutoka, lakini zilizoko mpaka sasa hivi ni kwamba mwili wake utaagwa kesho kwenye kanisa la Anglikana hapa Ubungo, na nadhani ni pale nyuma ya Ubungo Plaza kuna kanisa kubwa, nafikiri ni hilo, ndio mwili wake utaagwa pale kesho. Unaweza kuingia tu hata pale Ubungo Plaza, kwa hiyo ukaingia geti la kutokea. Naam, ni hapo ndio mwili wake utaagwa kesho. Muda utatajwa, lakini ni kesho mwili utaagwa pale, na baada ya hapo mwili wake utasafirishwa kupelekwa Zanzibar ambako atazikwa huko. Kwa lini atazikwa pia bado taarifa tutaendelea kuzipata. Brother Baron, nikushukuru sana, na tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti mwenzetu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na karibu kwa mara nyingine kwenye Sports AM. Shukrani. Asante. Au nisikuache hivi hivi na klasiko leo. Na mchanganyiko wa mambo kichwani, lakini si vibaya kuizungumza tu kidogo kwamba ni mchezo mgumu, na ukigusa hivyo unanikumbusha mbali na Charles kwamba kwa mara ya kwanza mimi na yeye tukiwa ndio mkurugenzi na manager wa idara ya sports tulianzisha mashindano. Tulipata haki za kuchukua ligi kuu hii ya Hispania La Liga, na tulivyoipata tukaamua kuanzisha mashindano. Kampuni iliamua kuanzisha kuonyesha hizo mechi, na tukaamua tuanze kuzitangaza kwa lugha ya Kiswahili. Na mechi ya kwanza kutangazwa ilikuwa El Clasico, ambayo wakati huo Cristiano Ronaldo yupo na Messi yupo, na zilikuwa timu za sawa sana. Tukatangaza mimi na yeye hiyo mechi ya El Clasico. Jana tu mchana nilikuwa naiangalia kwenye gari yangu pale, ilikuwa nayo ile mechi huwa naiangalia kila mara. Nasema Charles alikuwa mtu wa ajabu sana. Nasema tu hivyo, halafu nashangaa asubuhi naamka na taarifa kwamba Hassan Mhelela ndo amenipa hiyo taarifa. Nimeshangaa kuona ananiambia, bwana, hii ni habari ngumu lakini ipokee. Sikuelewa. Kwa hiyo El Clasico wakati wote nikisikia na inanirudisha hapo kwa mimi na Charles. Kwa hiyo labda niishie kusema tu ni mechi nzuri, mechi ngumu. Acha tu mtazamaji aisubirie hiyo usiku. Sawa, basi kwa taarifa zote tutazidi kupeana juu ya msiba wa Charles. Naam, ni manager mwandamizi hapa Azam Media, lakini mkuu wa UFM Radio, na mmoja kati ya watu ambao wamefanya kazi na Charles Hilary kuanzia BBC na hapa, wakiwa waasisi wa idara ya michezo ya Azam TV. Naam, Barcelona